Sasa sisi kama halmashauri tumejipanga kutekeleza kikao chetu kazi hiki ili mwisho wa siku tuweke mikakati ambayo itafikia kila mtoto. Hapo wenyewe wanaosimamia mafunzo ni Wizara ya Afya, ambao kimsingi wametuelekeza tuhakikishe kwamba tunaweka mikakati ya kufikia kila mlengo tuliopanga, reach every child. Kwa hiyo mikakati hiyo tunaifanya na watu wa huduma kwenye vituo ili waweze kutuambia kuna changamoto gani ambayo kimsingi inawapelekea labda wasifikie walengwa wote, na sisi kwa pamoja na discuss tuone sisi kama halmashauri tunachukua hatua gani ili kuweza kuwafikia walengwa wote. Lakini kitu cha msingi hapa natamani wananchi wajue kwamba tunafanya hivi ni mikakati ya kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuepukika kwa kupata chanjo. Tunajua kuzuia ni nafuu kuliko kutibu. Mtu akipata ugonjwa unakuwa na gharama kubwa za matibabu, lakini sio gharama, hata ile hali ya watu kutoka kwenda kufanya shughuli mbalimbali za uchumi inakuwa chini, kwa sababu watu wataanza kupokea wagonjwa baada ya kwenda kutafuta mahitaji ya nyumbani na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunafanya kitu, tuko very serious, tunaweka mikakati ambayo yatekelezeka ili mwisho wa siku tufikie malengo. Kwa hiyo mimi natoa rai kwa wananchi na wajitokeze, inapotakiwa kupeleka mtoto chanjo basi tuwapeleke wakapate chanjo. Sisi tutawafuata wale ambao wako kwenye mazingira magumu, tunatengeneza namna tuwafuate huko kuja kuwapa chanjo. Kwa wao ushiriki wao tunauhitaji sana, kwa sababu hivyo ndio wanaweza kufanya malengo tunayojiwekea ili tuweze kuyafikia. Lengo kubwa lilikuwa ni kuweza kuwafikia wale watoto walio mbali na maeneo ya huduma. Na mkakati mkubwa ulikuwa unaitwa REC, ambao kiutaalamu zaidi au kiufafanuzi inaitwa reach every child. Kwa hiyo tulikuwa tunaweka mikakati ni namna gani tutawafikia watoto wale ambao hawajapata huduma ya chanjo au hawajakamilisha chanjo kupitia huduma za outreach, yani huduma za mkoba, kuwafuata mahali walipo wale walio mbali na vituo vya kutolea huduma tembezi, vile vile kuhamasisha jamii wajue umuhimu wa chanjo, chanjo ni nini, na wajue jamii kwamba chanjo inazuia magonjwa mengi sana. Kwa hiyo tuna chanjo za aina mbalimbali tangu mtoto anapozaliwa mpaka anapofikisha miaka 9. Ile binti wa miaka 9 tunapata kule shuleni kupatia chanjo ya HPV ambayo inawakinga na saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo tumehamasisha juu kwamba wanapoenda kule kwenye vituo vya huduma washirikiane na jamii, watu wa dini, mashirika yoyote yaliyoko pale, na ndugu zetu tunawatumia sana CHW wale kutoka kwenye ngazi ya jamii watusaidie kuweza kufafanua na kujua watoto ambao hawajakamilisha chanjo au ambao hawajapata chanjo, ili tuweze kuzuia magonjwa yanayozulika kwa chanjo kwenye wilaya yetu ya Moshi. Awali ya yote, inapokuja chanjo mpya, waga tunapenda sana kushirikisha kuanzia ngazi ya jamii. Ndio maana tunaanza kwanza kwa kufanya PHC. PHC ni kile kikao cha ngazi ya wilaya, kwa tutamshirikisha kwanza DC, vyombo vya ulinzi na usalama, tutashirikisha mashirika ya dini zote, wale watu maarufu, kama kuna jamii ya Kimasai na kuchukua wale wazee wa kimila, wale wakubwa. Kwa hiyo katika jamii yetu unapomhamasisha mtu mkubwa kama kiongozi wa dini, atakapoenda kuongelea mahali ile kitu, kwa kweli unakutaga hamna kikwazo. Au katika jamii labda kama ya Kimasai, kuna wale viongozi wa kimila, ukishamuelezea chanjo hii inasaidia nini na nini, wanakuwa ni wepesi kulichukua na wanalipokea kwa positive kubwa sana. Kwa hiyo changamoto ya kwamba jamii inakataa chanjo inapoanza kwa upande wetu huu kwa wilaya Moshi vijijini, kwa kweli ataje kupata changamoto hiyo. Kwa mafunzo haya tumejifunza kuhusu REC. REC ni Reach Every Child, ambapo tutaenda kufikia kila mtoto aliyeko chini ya miaka 5 ambaye hajapata chanjo. Tutamfikiaje huyo mtoto? Kwa kushirikiana na watu wa huduma ngazi ya jamii, wananchi walioko vijijini, tutaangalia pale wale wachangiaji wa mipango ya kijiji, wakuu wa kaya, viongozi wa kijiji ambao watatusaidia kuwafikia hasa CHW, wale ndo wanawajua wateja wote. Na pia tumejifunza kuhusu chanjo zinatolewaje, ambapo tumeona BioPV0 mwisho kutoa ni lini, BCG, Penta, IPV, PCV, MWR1, MWR2, namna gani tunaweza tukazitoa ili watoto wote chini ya miaka 5 au yamepata chanjo. Na pia kingine ambacho tumejitahidi kujifunza ni kuhusu takwimu. Tujitahidi kutunza takwimu zetu
Kama ni taarifa, andaa taarifa kwa usahihi, tunza takwimu. Mpango kazi wa ufuatiliaji, kwamba labda unajaza ripoti yako kwamba mwezi huu umepata wateja kadhaa, mwezi mwingine kwa wateja kadhaa, tuone ile mpango kazi wako ufuatiliaji unaenda unapanda kwa kujaza zile grafu za ufuatiliaji. Mafunzo haya kwanza tumeanza mpaka sasa hivi, kwanza tumeyapokea vizuri kwa sababu yametujengea uwezo na yametuongezea baadhi ya taarifa ambazo zinaweza kutuwezesha kutoa huduma katika ubora, weledi na ufanisi katika jamii tunapohudumia wenyeji wetu, na pia mafunzo haya yametujengea uwezo wa kuenda kushirikiana na jamii, hasa na viongozi wale wa jamii ambao watatupa urahisi wa kuwafikia wale wenyeji wa kule, maana wenyewe ndio wana taarifa na wanafahamiana na wana jamii wa pale. Kwa hiyo tumepokea vizuri mafunzo haya na tuna imani tutayatumia vizuri kwa ajili ya kwenda kufikia kila mtoto ambayo alistahili kupata huduma ya chanjo, ambao pia alistahili kupata huduma za uangalizi wa afya. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunatamani kuendelea kupata mafunzo zaidi ambayo yataendelea kutuboresha kutoa huduma iliyo njema na nzuri kwa jamii.